Leo, tarehe 13 Novemba 2025, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mhe. Dkt. Samia Suluhu Hassan amemteua Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba kuwa waziri mkuu wa nchi. Uteuzi huu umetangazwa rasmi bungeni jijini Dodoma wakati wa kikao cha bunge la 13, kikao cha 3. Hii ni hatua muhimu katika muundo wa serikali mpya baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 ambao ulishinda na kishindo na madai ya udanganyifu na vizuizi dhidi ya upinzani. Dkt. Nchemba ambaye alikuwa waziri wa fedha tangu 2021 anachukua nafasi ya Kassim Majaliwa ambaye amestaafu baada ya miaka 10 katika wadhifa huo. Uteuzi huu unasubiri uthibitisho wa bunge kupitia kura za wabunge na inatarajiwa kupitishwa haraka kutokana na wingi wa chama tawala, Chama cha Mapinduzi CCM. Hii ni mara ya kwanza Dkt. Nchemba anayepandishwa cheo hadi waziri mkuu, na yeye anakuwa waziri mkuu wa 12 wa Tanzania tangu uhuru wa nchi, au wa 13 kulingana na baadhi ya vyanzo. Uteuzi huu unaonekana kama hatua ya kimkakati ya Rais Samia kurekebisha serikali ili kuimarisha utendaji wa kiuchumi na utawala, hasa katika wakati wa changamoto za kiuchumi na kisiasa. Kulingana na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 51 na 52, Rais ana mamlaka ya kumteua waziri mkuu, lakini uteuzi huo lazima uthibitishwe na bunge ndani ya siku 14. Mchakato huu ulifuata taratibu hizi kwa undani. Kuwasilishwa kwa hati ya uteuzi leo asubuhi karibu saa 3 asubuhi GMT. Mpambe na mshauri wa masuala ya kijeshi wa Rais, Brigedia Jenerali Nyamburi Mashauri, aliye ADS au Aidedekam, alifika bungeni akibeba hati maalum iliyofungwa na muhuri wa Rais. Hati hiyo ilikuwa ndani ya bahasha rasmi, kama ilivyoelezwa katika taarifa asilia. Kufunguliwa na kutangazwa na Spika wa Bunge, Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu, alifungua bahasha hiyo mbele ya wabunge na kusoma yaliyomo. Alitaja jina la Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge wa jimbo la Iramba Magharibi, mkoa wa Singida, na kueleza historia yake kama waziri wa fedha wa awamu iliyopita. Spika aliwahamasisha wabunge kushiriki katika mjadala na kura. Hatua inayofuata baada ya tangazo, bunge litaanzisha azimio la uthibitisho ambalo litajadiliwa na kupigwa kura. Ikiwa litapita kwa wingi wa sauti, Dr. Nchemba atapishwa rasmi na Rais Samia. Mchakato huu unaweza kuchukua siku 2-3 na inatarajiwa kufanyika kesho au Jumanne ijayo. Video na picha za tukio hili zimesambaa haraka kwenye mitandao ya kijamii, ikiwa ni pamoja na klipu za Jambo TV na Mwanzo TV ambazo zinaonyesha Nchemba akipigwa butwaa kusherehekea na wabunge. Hii ni taratibu za kikatiba ambazo zinalinda uwiano wa mamlaka kati ya rais na bunge na kuhakikisha kuwa waziri mkuu ana msaada wa wabunge. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alichaguliwa tena Oktoba 2025 kwa 97.66% ya kura, akishinda na upinzani mkubwa kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ambacho kilizuiwa kushiriki na kiongozi wake Tundu Lissu aliyeshitakiwa kwa uhaini. Rais Samia, ambaye ni rais wa kwanza mwanamke wa Tanzania tangu 2021 baada ya kifo cha John Magufuli, amefanya marekebisho kadhaa ya baraza la mawaziri ili kuimarisha utendaji. Uteuzi huu unaonekana kama sehemu ya mpango wake wa kurekebisha serikali ili kukabiliana na changamoto kama mfumuko wa bei na madeni ya nje. Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mzaliwa wa Januari 7, 1975, katika Iramba Magharibi. Ni daktari wa uchumi na alikuwa mfanyakazi wa Benki Kuu ya Tanzania, Bank of Tanzania, kabla ya kuingia siasa. Alianzishwa na Rais Jakaya Kikwete kama waziri wa fedha na uchumi mnamo 2015 na alibaki katika nafasi hiyo chini ya Rais Samia tangu 2021. Wakati wake ulihusishwa na Tegeta Escrow Scandal, ukosefu wa fedha milioni za dola, lakini hakuhusishwa na makosa. Kama mbunge wa CCM tangu 2021, amejulikana kwa sera za kiuchumi kama bajeti ya 2025 gawanyo 2026.
Yeye ni mpenda soka na marafiki wake wanasema ataleta uzoefu wa kifedha katika wadhifa mpya. Nchemba atakuwa waziri mkuu mdogo zaidi umri 50, akifuatana na historia ya viongozi kama Edward Lowassa. Brigedia Jenerali Nyamburi Mashauri ni msaidizi wa karibu wa rais, ADS, na jukumu lake kuu ni kuwakilisha rais katika matangazo rasmi. Alifika bungeni akiwa na jezi ya kijeshi, akionyesha hekima ya kiutawala. Spika Musa Azan Zungu aliyetoa tangazo rasmi, na yeye ni msaidizi mkubwa wa CCM. Alisema uteuzi huu utaimarisha utendaji wa serikali. Uteuzi huu unatokea baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 ambao ulikuwa na mzozo mkubwa. CCM ilishinda na kura nyingi, lakini upinzani ulishtaka udanganyifu, na kulikuwa na maandamano yenye vurugu na ripoti za vifo. Idadi haijulikani rasmi, lakini vyanzo vinadai makumi. Rais Samia amekosolewa kwa kuendelea na mbinu za kimamlaka za Magufuli, kama kuzuia Chadema na kukamatwa kwa viongozi wa upinzani. Hata hivyo, wafuasi wake wanasema uteuzi wa Nchemba utaleta utulivu na maendeleo kiuchumi, hasa katika sekta za madini, kilimo na miundombinu. Kiuchumi, Tanzania inakabiliwa na mfumuko wa bei, karibu 5%, madeni ya nje, zaidi ya dola bilioni 30, na ukuaji wa pato la taifa, GDP, wa 6 hadi 7% kwa mwaka. Nchemba, kama mtaalamu wa fedha, anaweza kuzingatia bajeti na uwekezaji wa kigeni, kama mradi wa mabanda ya reli na bandari za baharini. Athari na matokeo yanayotarajiwa. Uteuzi huu unaimarisha CCM na inaweza kuleta udhabiti katika utawala. Nchemba atakuwa mkuu wa baraza la mawaziri, akisimamia utekelezaji wa sheria na bajeti, na kutoa maongozi katika kudhibiti ufisadi na kukuza uwekezaji. Upinzani unaweza kuunga mkono madai ya ukosefu wa uwazi, na maandamano yanaweza kuongezeka. Vyanzo vya kimataifa kama Reuters na The Economist vimeonya kuhusu ukali wa serikali na kupotea kwa viongozi wa upinzani. Kwa wananchi, inatarajiwa kuwa na mabadiliko katika sera za kiuchumi, kama kupunguza kodi au kuimarisha huduma za afya na elimu. Hongera zimesambaa kwenye X, zamani Twitter, na hashtag kama alama ya reli Mwigulu waziri mkuu na alama ya reli Tanzania 2025. Kwa muhtasari, uteuzi huu ni hatua muhimu katika muundo mpya wa serikali, na utaathiri maisha ya Watanzania kwa miaka 5 ijayo. Ikiwa unahitaji maelezo zaidi au video za tukio, nijulishe.